Mtazamaji wa IATV, tuko hapa nchini Kenya kwenye mashindano ya netball ya East Africa, na sasa tupo na makamu mwenyekiti wa Chaneta, Juliana Manyelele. Mama, habari? Njema mtangazaji. Unaonaje lakini nchi ya Kenya? Nchi ya Kenya nzuri, kuna utulivu, hali ya hewa nzuri, kwa hiyo tuko sawa. Sawa, kwanza hongera kwa kuzileta timu takriban 4 kushiriki ya mashindano. Hongera kwa hiyo. Asante sana, tunashukuru, na zaidi sana tunaishukuru serikali yetu ya Tanzania kutuwezesha kuweza kuja kwenye mashindano haya. Akitaka kujua haya mashindano ni mashindano na gani na yanahusisha vilabu vipi? Mashindano haya ni mashindano ya nchi za Afrika Mashariki ambazo zinashirikisha timu ambazo zilifanya vizuri mwaka jana na kuweza kufuzu kuingia kwenye mashindano haya ya Afrika Mashariki ya netball, ambayo nayo washindi manake sasa wanaendelea hatua nyingine ya kwenda mashindano ya Afrika na baadaye World Netball. Ni changamoto zipi ambazo umeziona kwa timu zetu za Tanzania kushindwa kufanya vizuri? Timu zetu za Tanzania sipendi kusema kwamba zijafanya kabisa vizuri, zimefanya vizuri kwa jinsi ambavyo zimejiandaa, lakini nadhani tunahitaji kujiandaa vizuri zaidi. Kujiandaa vizuri zaidi kwa maana ya kwanza tuwe na watoto ambao ni chipkizi, wenye nguvu zaidi, wenye uwezo zaidi, na naamini tunao Tanzania. Na ndio maana Chaneta sasa tunajipanga kuanzia kutafuta vipaji kuanzia chini kama ambavyo wenzetu wanafanya, kitu ambacho nimejifunza hapa Nairobi baada ya kuona timu za Uganda kwa mfano na Kenya. Nimeona wengi ni vijana chipkizi ambao wana nguvu, wana ari bado ya mchezo, kwa hiyo wanaweza kucheza vizuri zaidi. Kwa hiyo na sisi Tanzania tunahitaji tu kufanya maandalizi, lakini naamini kabisa vipaji hivyo vipo, ni kuweka tu mkakati mzuri wa kujua kwamba hawa wachezaji wazuri zaidi wakuja kuweza kompiti na timu ambazo tunakutana nazo kwenye nchi hizi za Afrika Mashariki. Hapa tulipo ni Ulinzi Complex. Tumeona ni complex ambayo ina viwanja vingi. Kuna viwanja vya football, netball, kuna sehemu ya swimming, lakini sisi kwa Tanzania hatuna. Unaishauri vipi serikali na ijaribu nao pia kuwa na eneo kama hili? Tumeshuhudia baadhi ya timu kama ulivyozungumza kama Kenya, Uganda, wachezaji wengi ambao wanacheza ni bado wadogo, lakini sisi bado tuna wale wachezaji ambao tunaweza tukasema labda ni amateur tayari. Kama Chaneta na kama serikali, vipi, mna mpango gani wa kukuza vipaji? Asante sana. Kama ambavyo nimesema mwanzo, Chaneta hasa kwa uongozi ambao tumeingia sasa, tuna mpango mzuri wa kukuza vipaji kuanzia level ya chini kabisa kwenye shule za msingi, shule za sekondari. Lakini jambo lingine tu pengine naishukuru serikali na yenyewe inajitahidi kwa kweli kwa michezo hata mingine ambayo tumeweza kuiona sasa hivi inakwenda vizuri kabisa. Lakini kwa netball naamini pia tutaenda vizuri zaidi kwa sababu serikali nayo wanatamani na sisi tuambie kwamba kama Chaneta tuna mipango gani ili waweze kutusaidia. Na sisi ndo tunasema tumeshaweka mipango mizuri ya kutaka kukuza vipaji hivyo kuanzia ngazi ya chini kabisa, lakini na kuweza kupanda juu. Kwa hiyo ziko shule za msingi, shule za sekondari, taasisi za elimu za juu, vyuo mbalimbali kama ambavyo tumeona chuo cha IAA ambavyo wamekuja hapa, wana timu nzuri, lakini tunaamini kwamba kadri tunavyoendelea mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo ni serikali na wadau mbalimbali, nikitumia nafasi hii pia kuwaomba sponsors, kwa sababu hata timu ambazo zimeweza kuja hapa za Tanzania tumekuwa na timu chache sana ukilinganisha na wenzetu wa Kenya na Uganda. Lakini si kwamba hatuna timu bora au nzuri, lakini kigezo kingine pia ni kwa sababu ya kukosa ufadhili. Kwa hiyo kupitia nafasi hii pia tuwaombe wafadhili waweze kujitokeza, wawe support Chaneta kwa ajili ya kuweza kukuza mchezo huu wa netball. Swali la uzushi na swali la mwisho. Tumeshuhudia timu zetu za Tanzania zilikuwa zinalalamika masuala ya waamuzi. Nadhani kama makamu mwenyekiti ili swala umelishuhudia kwenye mechi zote ambazo zimechezeka hapa, especially zile mechi ambazo zinahusu wa Tanzania. Changamoto hasa inakuwa ni nini? Asante kwa kitu ambacho mimi nimekiona.
Mchezo huo hapa Nairobi walikuwa wanachezesha kama timu ya Tanzania inacheza pengine na Kenya, walikuwa wanachezesha waamuzi kutoka Uganda. Lakini kama Tanzania kwa mfano inacheza na Uganda, walikuwa wanapewa kuchezesha waamuzi wa Kenya. Na kitu ambacho timu zetu nyingi za Tanzania wamelalamikia ni kuona kwamba uwezo pengine wa wachezeshaji au waamuzi wa nchi hizi nyingine kidogo ulikuwa kama uko kiwango cha chini ukilinganisha na mashindano haya. Na nadhani kwa sababu tunafahamu sio kwamba nchi nzima hizo nilizozitaja kwamba hawana waamuzi hao wenye viwango vikubwa, lakini inawezekana pengine ni katika maandalizi tu. Inawezekana pengine ni maandalizi kama ambavyo nafahamu kwamba mashindano haya yalikuwa yafanyike nchini Uganda, lakini kwa sababu ya changamoto mbalimbali wakawaomba nchi ya Kenya kufanya mashindano haya. Kwa hiyo inawezekana pengine tu kwa sababu hawakujipanga vizuri au hawakuandaa maandalizi mapema ya kuweza kuwa na fedha za kutosha kuweza kupata pengine waamuzi ambao wana ngazi ya juu zaidi. Lakini nichukue pia nafasi hii kuwasifu sana waamuzi ambao tumetoka nao Tanzania ambao ni watatu, Bezaleli, Jacqueline na Mek. Wamefanya vizuri sana na ndani ya viwanja pale watu wengi walikuwa wanasifu kila mechi ambazo walisimamia wao, walizichezesha wao, hazikuwa na migogoro kama ambavyo zimetokea kwenye mechi nyingine. Sawa, asante sana makamu mwenyekiti na kila la heri. Asante sana, nashukuru. Asante.